Mazingira ya kazi pia iligusia swala la kugombana, kutokushirikiana, kubaguana. Yametolewa majibu vizuri hapa na singependa niyarudie, lakini cha muhimu ni kwamba kila mtu pia ana role ya kufanya. Usitegemee tu kulalamika basi ndio suluhisho. Unaona? Chukua hatua, dini, mapendekezo yenu ni nini? Na viongozi wenzangu milango yao iko wazi, lakini hata pia mimi niko tayari kuwasikiza wakati wote. Kama ukiwa una kitu kinakukera, kinachafua mazingira yako ya kazi, basi ni vizuri kuchukua hatua kwa wahusika, lakini kwa utumishi haifai kwa wote. Njoo ofisi yangu tuongee, tushauriane tuweze kufanya nini ili kupunguza malalamiko na kuweka mazingira bora zaidi ya kazi. Sehemu yetu ya kazi hiyo sehemu ya furaha. Kwa hiyo katika mwaka huu ambao tumeuanza, mimi naomba zaidi tuongeze juhudi, bidii, uzalendo, uwajibikaji. Tunahitaji kuwa na bidii zaidi katika kusonga mbele. Tukiongeza ushirikiano, wakati mwingine ni swala tu la mawasiliano, mtu anaona kama tunabaguana. Wakati mwingine ni swala tu la lugha, mawasiliano, mtu anaona kama tunagombana. Lakini basi tuzidi ushirikiano, ukiwa wa kutosha, tunaweza tukawa na sisi mfano siku moja wa utendaji mzuri wa halmashauri za Mwanza, lakini hata za katika nchi nzima. Kwa hiyo tuongeze tu juhudi na ushirikiano. Mwaka mpya wa serikali tulikuwa na kikao cha watumishi wa jengo kuu la halmashauri ya wilaya ya Misungwi. Kikao kilihusu masuala mbalimbali ambayo tuliweza kuyatekeleza kwenye mwaka wa serikali uliomalizika mwaka 25-26. Na tulikuwa na kikao ambacho kilihusu kwanza kuwashukuru watumishi kwa ushirikiano wao katika mwaka ulioisha, lakini pia kujipanga na mikakati mipya na bidii katika mwaka mpya wa serikali 26-27. Kwa hiyo tulikuwa na kikao ambacho kililenga kuimarisha na kuboresha masuala ya usimamizi wa miradi ya maendeleo, lakini pia kuongeza bidii ya ukusanyaji wa mapato ya halmashauri, lakini pia kuweka mikakati ya masuala ya manunuzi ya halmashauri, lakini na maslahi za watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Misungwi. Na pia tumepokea maoni na ushauri mbalimbali kutoka kwa watumishi wetu ambao tutaweka kwenye mpango wetu wa mwaka huu kwa kuweza kuimarisha zaidi usimamizi wa masuala ya mapato, masuala ya miradi ya maendeleo na stahiki mbalimbali za watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Misungwi. Kikao chetu tumewasisitiza watumishi wetu kuwahudumia wananchi kwa weledi na kwa mujibu wa taratibu na kanuni na sheria ili waweze kutatua changamoto na kero mbalimbali zinazowakabili wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Misungwi. Mimi ninaitwa SPA Andrew Mkenga Ndaba, ndiye msimamizi wa kitengo cha fedha na uhasibu katika halmashauri yetu hii ya wilaya ya Misungwi. Tumekuwa na kikao kizuri leo, kikao cha mwajili, kikao ambacho kimepitia utendaji kazi wa mwaka ulioisha na mapungufu yake, lakini pia kimeweka dira ya namna gani mwaka wa fedha mpya tutakavyoweza kuuendesha. Na tumepata nafasi sisi watu wa kitengo cha fedha na uhasibu kuweza kusema yale ambayo tumeyafanya kwa mwaka uliopita, lakini pia tunatarajia kufanya nini katika mwaka wa fedha ulioanza Julai 1, 2026. Kwa kifupi kabisa, kwa upande wetu wa idara ya fedha tumekuwa na mambo makubwa mawili ya kuweza kuyashughulikia kwa mwaka mzima. Jambo la kwanza lilikuwa ni kusimamia na kutoa maelekezo na kufundisha namna ya ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Na kwa maelekezo ambayo tunayo kama kitengo cha fedha ni kuzisaidia idara zote namna bora ya ukusanyaji wa mapato ya halmashauri na kupandisha mapato ya halmashauri. Ni kweli mpaka tunafikia tarehe 30 Juni tumekusanya zaidi ya bilioni 4.79, likiwa ni ongezeko ukilinganisha na mwaka wa fedha wa mwaka jana ambao tuliishia na
bilioni 4.2. Ufanisi huu ni kwa ajili umetokana na uongezekaji wa usimamizi na udhibiti wa mianya yote ya upotoshaji na utoroshaji wa mapato katika vyanzo vyetu. Tumeongeza udhibiti na tumeongeza uwajibikaji na tumeboresha maeneo mengi ya ukusanyaji wa mapato. Ndio maana tumeweza kuongeza kwa kiasi hicho cha mapato kutoka mwaka jana na mwaka huu, lakini pia ukilinganisha mapato ya mwaka juzi na mwaka jana, bado ya mwaka huu yamekuwa yako juu kulingana na mwaka ule. Japokuwa hatujafikia 100%, lakini tumefanya kazi kwa kiasi kikubwa na tumeweza kufikia bajeti yetu hiyo hapo tulipofikia. Kikao hiki kimekuwa na faida kubwa sana kwa watumishi kwa sababu cha kwanza kimeweka ile neno la uwazi kama utangulizi wa mwajiri alivyosema, lakini pia na wakuu wa idara walivyosema kwamba watumishi wawe huru, wasisite kuwasilisha mahitaji yao kwa mwajiri. Kama wana changamoto zote za kiutumishi baina ya watumishi kwa watumishi au baina ya mtumishi na mkuu wake wa idara au changamoto nyingine yoyote ile, wasisite kwenda kwa mkuu wao kwa mwajiri na kuweka shida hizo ili ziweze kutatuliwa. Lakini pia tumepata maoni mbalimbali ya namna gani tujiboreshe katika utendaji wetu wa kazi. Kwa majina naitwa Veneranda Emmanuel Mwero, ni afisa maendeleo ya jamii hapa halmashauri ya Misungwi. Leo tumefanya kikao cha watumishi na kwa kweli tumeweza kujadiliana mambo mengi, ikiwa ni swala la ushirikiano. Tumeaswa sana kuwa na ushirikiano wa kila idara, tuishi tukiwa kama wamoja. Lakini pia tumekumbushwa kila idara tunapokuwa tunafanya matumizi tufanye kulingana na mpango wa bajeti tuliopanga ili kuepuka kuleta hoja pale wakaguzi wanapokuja kutukagua. Kikao hiki kina manufaa kwetu makubwa, ambapo katika swala zima la ushirikiano tunaamini kwamba tutaongeza juhudi za kushirikiana. Sehemu ambayo tulikuwa tunafanya tofauti, leo tumepata wito wa kushirikiana.